Bwana Yesu asifiwe. Na kwa salamu zetu sisi wa Afrika tunasema utepu, tunaitikia amenera. Hii ni salamu inayotusii sisi watu weusi walioanza kale kabisa, na ninawasalimia waandishi pamoja na wageni waliohusika katika eneo hili. Ukweli ni kwamba Mwafrika anatakiwa kurudi kwenye mila na tamaduni zake. Tiba za asili sio uchawi. Tiba za asili ni matibabu kwa watu, kwa sababu muumbaji wa mbingu na nchi na watu wake ameleta hivi vitu kwa sababu ya msaada wa umma wake. Lakini leo tumefanyiwa mchezo wa kwamba vitu vyote vya asili vya Afrika havina maana na watu wake wote hawana maana. Tunarudishwa nyuma tufuate mila na tamaduni za wakoloni ambazo zinawafanya wao wawe juu zaidi, na sisi tunazidi kushushwa. Kushushwa kwetu sisi tumekukubali, tumepokea mapokeo yao ya kwamba wao ni wakweli. Sisi ni manyani. Mwanamke wa Kiafrika anakwenda kuongeza mwili kwa sababu wapendeze, lakini zile dawa anazotumia wenyewe hawatumii waliotengeneza zile dawa. Unaambiwa ukitumia mzizi, waganga ni wachawi kwa sababu wanachinja wanyama, lakini mnyama na damu unakwenda kutoa hospitali. Hospitali unaambiwa ulete damu, ulete mkojo, ulete kinyesi, waende wakapime. Lakini daktari hajawahi kuagiza vitu hivyo, daktari wa tiba za kienyeji, ya kwamba anahitaji vitu kama hivyo. Yeye haribu chochote. Kwa hiyo unapopigwa chale mwilini, ni njia mojawapo kama daktari pale anavyokuchoma sindano, naye anaweka tundu katika mwili wako, ndio njia ya kuingizia dawa katika mwili wako wewe. Lakini huku kija kwetu unaambiwa mmepigwa chale, nyi wanga. Sio wanga. Chale ni njia ya kuingiza dawa katika mwili. Ukienda katika kwenda kwa mizimu, kama tuna mzimu wetu mkubwa wa Afrika tunakwenda kutangaza hapa, mtasema msharudi sasa, naenda kuabudu mizimu. Mizimu ni mashetani, mizimu ni majini. Mizimu hata wewe unakwenda kuwa mzimu very soon, kwa sababu mzimu ni mwili ulioachana na roho. Kwa hiyo roho inaendelea kuwa hai, inaendelea kuleta mawasiliano na ulimwengu, lakini mwili unaoza. Kwa hiyo ule mzimu ni mababu zetu, roho zao tunakwenda kuzituliza na kuongea nazo. Wao watakwenda kuwasiliana na roho kuu ambayo ndio muumbaji wa vyote. Kwa sababu mnasema wenyewe kwamba Mungu ni roho, lakini sisi tunasema muumbaji mkuu ni roho, kwa sababu miungu iko mingi na waumbaji wadogo wadogo wako wengi. Kwa hiyo tunamuita muumbaji mkuu wa vyote. Kwa hiyo muumbaji mkuu huyu ametupendelea watu weusi sisi kuliko kiumbe chochote chini ya jua. Naongea hivi, najua wengi watasema Chionda wengine wale hawafai. Hapana. Nachoongea ni kweli kabisa. Kakae, fanya utafiti wako, utajitambua ya kwamba wewe ndio mtawala wa ulimwengu huu. Kwa sababu dawa wanazotengeneza hospitali, vidonge vyote hivyo unavyoviona, wanatumia mimea. Mimea hii na matunda yetu na pamoja na nafaka ndio natengenezwa dawa za kienyeji. Lakini dawa hizi ni bora kwa sababu ndani ya dawa hizi hakuna hazina chemical hizi dawa. Dawa zetu sisi wa Afrika hazina chemical. Wao wanakuja kuchimba mitugutu, mipapai yetu, lakini lazima waingize viwandani, watie na chemical kidogo ili kesho uende tena ukanunue. Sio kama dawa ni mbaya, za hospitali ni nzuri, lakini tunasema turudi kwenye asili na mila na tamaduni za Mwafrika. Matambiko, mfanye matambiko, kujisafisha, kujirudisha kwa wazee wako. Wazee wako watakuelewa, watakukumbuka, watakusaidia katika matatizo yako. Utasema Chionda, unasema wazee washakufa, watatusaidiaje? Wewe ni wao na wao ni wewe. Bila wao wewe usingekuwepo. Hawa tunaendelea kuwakumbuka na kuwashukuru. Lakini wewe kila siku wana demonize mashetani. Mababu zetu ni mizimu, wengine walikuwa wachawi. Sasa akiwa mchawi, kama uchawi wake nao una njia zake, uchawi kusema babu mchawi hahitajiki, abaki na uchawi wake. Tunahitaji vile babu ambavyo vilikuwa vizuri, watu wote walikuwa wananeemeka kwake. Kuna mambo mawili duniani, ukiwa mzuri utakuwa na ubaya unao, kwa sababu hiyo ndio asili, na ndio maana mkono wako una nyuma na mbele, kila kitu ni viwili viwili. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania, ndugu wana wa Afrika na ulimwengu kwa ujumla, tunasisitiza urudiji wa Afrika katika mila na tamaduni, na mkubali kupokea ya kwamba hivi vitu ni asili yetu. Unajifanya mzungu,
Mzungu wewe si rafiki yako. Mzungu anakutumia kama biashara tu. Wewe ni mtaji kwake. Huwezi kupata chochote. Wewe ni wakala wa kutangaza ukuu wake. Wanaita white supremacy. Wewe unachofanya mambo yote kumkumbatia mzungu. Mzungu bado anakuona wewe ni mtumishi wa kawaida, servant, ambaye hufai kulipwa pesa nyingi, hufai kupandishwa juu ya kilinge. Wewe utakuwa chini ya piramidi, utakuwa mbebaji. Piramidi ni somo kubwa, kwa sababu piramidi inaonyesha jinsi mzingo wa maisha unavyokwenda. Kuna wakubwa na wadogo. Sasa wewe utakuwa mdogo, tutakuwa unashikilia muda wote, jasho linakutoka. Kwa hiyo Afrika, turudi kwenye mila na asili yetu. Mwafrika sio dhaifu. Mwafrika itawala dunia hii miaka yote mpaka miaka 1600 wazungu walipopata akili na kuja kudemonize vitu vyetu na wakaviogopa. Kwa sababu wao ndio walioitisha watu kama mimi hapa, ambaye kipindiko sijui asili yangu, naambiwa kakate mti ule, kachome pango lile, wazee wanakwenda kuabudu pale. Sisi hatuabudu mizimu. Sisi tunawaheshimu mizimu yetu ili watupelekee ujumbe wetu na shida zetu kwa huyo muumbaji mkuu na mpaji wa vyote. Kwa hiyo sisi mizimu hatuiabudu. Hatuabudu mizimu. Sisi wao ni njia, tunasema ni mitume na manabii wetu. Kwa sisi tunawaamini. Kwa sababu hiyo ni imani yetu. Hizo ni njia zetu. Kwa hiyo kila mmoja duniani, Mchina ana Buddha, ana Shinto, ana Confucianism, kuna Zoroastrianism. Hizi dini za mataifa mengine au mila za mataifa mengine wanazifuata na maisha yao yanaenda. Kwa hiyo wewe unaweza ukaenda huku, lakini huku usikusahau, huku ndio wazee wako. Baraka zinatoka kwa wazee wako. Hata vitabu vya dini za hizi zilizopo tulizo nazo zinasisitiza heshima kwa wazee wetu. Na tuwakumbuke. Kwa mwaka fanya hata mara 2. Wakumbuke wazee wako. Wazee wako wao ndio wewe umetokea kwao. Kumbuka ardhi yako ni tukufu kuliko kokote pale. Ardhi ya Afrika ndio baba ndio mama wa kila kitu. Hakuna Ulaya, Amerika bila Afrika. Afrika ndio source ya wanadamu na ndio source ya vote. Naona sina mengi, kwa ufupi ni haya, waongeaji ni wengi, kikao ni kikubwa cha watu wengi. Kwa hiyo mimi nashukuru, ujumbe wangu ni huo, lakini tuwe pamoja. Otepu. Saizi mabibi na mabwana na waandishi wa habari wote mliotukaribia katika tukio letu hili la leo. Otepu Afrika, waganga tai, Waafrika wote tai. Asalamu alaikum na tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, kwanza naomba niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari katika ujio wenu wa kuja kuchukua ujumbe wetu hapa na kuweza kuwasilisha duniani kote. Niwashukuru sana kwa nafasi ya kipekee. Lakini sambamba na hilo, wadau mbalimbali wamejitokeza hapa, wamejitambulisha kwa majina yao. Lakini pia hata mimi naomba kujitambulisha kwa majina. Naitwa Dr. Riziki Mkali Malela. Mimi ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba katika taifa letu la Tanzania. Lakini pia Dr. Mkali Malela ni mkurugenzi wa habari na maelezo wa Chama cha Umawati Taifa hapa nchini Tanzania. Halikadhalika ni mshauri mkuu wa chama cha madaktari wa tiba asili katika taifa la Kenya. Lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Umawati Taifa wilaya ya Kinondoni. Kwa hivyo kwa nafasi hizo, nafikiri sasa moja kwa moja nitaenda kutoa taarifa ya jambo letu muhimu ambalo liko mbele yetu kwa niaba ya uongozi mzima wa Umawati, lakini pia na Wanaafrika kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, tumewaiteni hapa leo kwa lengo la kuwapasha habari katika tukio hili muhimu la uzinduzi na maadhimisho ya miaka 4 ya kituo kikuu cha huduma za tiba za asili pamoja na matambiko Afrika Mashariki na Kati, chenye makao yake makuu nchini Tanzania katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Chalinze, kata ya Kibindu, kijiji cha Kwa Msanja.
Maadhimisho haya yanatarajia kufanyika tarehe 15, 16 na 17 ya mwezi wa 8 2026. Na miongoni mwa huduma zitakazotolewa katika maadhimisho hayo, huduma ya kwanza ni huduma za kimatibabu bure kwa maradhi ya kiroho na kimwili kwa muda wote wa siku 3 hizo. Jambo la pili litakalofanyika hapo, kufanya tambiko za mila na desturi kwa wageni wetu wote watakaohudhuria siku hiyo hapo, free, bila malipo yoyote. Jambo la tatu ni elimu ya uchimbaji dawa na kuziandaa kwa madaktari. Na jambo la 4, ulishaji wa sadaka kwa mzimu wa Mwafrika. Lakini naomba niweke sawa hapa, kama alivyotoka kuweza kuzungumza katibu, kwamba si vizuri sana tukatumia neno mzimu, kwa sababu bado inahitajika elimu pana sana kwa Waafrika, sio Watanzania peke yake, kwa Waafrika walitambue neno mzimu. Wenzetu wazungu wanatumia spirit au shirini, ni neno lile lile moja. Sisi Kiswahili tunasema mzimu, lakini wenzetu wazungu wanatumia spirit au shirini, na si kana kwamba hawatambiki hawa, wanatambika tena kwa herufi kubwa. Tuna kumbukumbu, kama mnafuatilia vizuri mataifa ya nje, mwezi wa 10 tarehe 30 wazungu wana sherehe inayoitwa Halloween. Halloween ni sherehe hiyo ambayo inafanyika kila mwaka mwezi wa 10 tarehe 30. Hilo sio jambo dogo, hizo ni spiriti zao ambazo kimsingi wamezitengea siku maalum. Sisi Afrika kwa nini tushindwe kufanya hivyo? Kwa hivyo, ndugu waandishi wa habari, tukio letu muhimu hilo linatarajiwa kuhudhuriwa na mgeni wetu rasmi ambaye ni Mheshimiwa Mwinshehe Shabani Mlao. Huyu ni mzee maarufu wa mkoa wa Pwani na mzee wa karne ya 20, lakini pia huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa huo wa Pwani. Katika safari yake ya kuhudhuria maadhimisho hayo ya miaka 4 ya mzimu wa Mwafrika, ataambatana na baadhi ya madisi na wabunge wa mkoa huo. Ndugu waandishi wa habari, maadhimisho haya yanatarajiwa kuhudhuriwa na baadhi ya wataalamu wa tiba za asili na jadi kutoka kwenye mataifa mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Tanzania, Kenya, DRC Congo, Rwanda, Burundi, Uganda, South Africa na baadhi ya nchi zingine. Ndugu waandishi wa habari, lengo kuu la kuanzishwa kwa kituo hicho cha huduma za matambiko ni kuwaunganisha Waafrika wote duniani kurudi kwenye asili yao, lakini pia kuhakikisha kwamba tunatunza tamaduni zetu barani Afrika kwa maslahi ya vizazi vya leo na vijavyo, kwa sababu tukizingatia vizazi vyetu vya Kiafrika kwa sasa vimekuwa ni vya kupotea kila kukicha. Unaweza ukajikuta mtoto wa umri wa miaka 25, mtoto wa kike, hana uwezo wa kumpikia chakula baba yake wala mume wake. Ni janga kubwa sana katika bara letu la Afrika, ambapo kimsingi hatukuwa hatukuwa tumefikia hatua hiyo, lakini tumekuja kufikia hatua hiyo baada ya teknolojia kuweza kuongezeka na kuletewa vitu ambavyo kimsingi havitufai kama Waafrika. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, ili kufanikisha haya yote yaliyozungumzwa leo hapa, ninyi ni sehemu ya kipekee ya kuungana na sisi katika kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanikisha dhamira yetu sisi madaktari wa tiba asili Afrika kwa muungano wetu huu, kwa sababu mmekava nafasi kubwa sana katika ulimwengu kuweza kupasha habari kona yote ya dunia. Kwa hiyo na imani ya kwamba kupitia nyinyi mtaweza kupaza sauti zetu zikafika duniani na kisha tukaweza kupokelewa vizuri, tukarudi katika asili yetu. Lakini pia kwa nafasi ya kipekee naomba nitumie fursa hii kuweza kuziomba serikali zetu za Afrika, Tanzania, Rwanda, Burundi, Kongo, Malawi na nchi zingine za Afrika
kuungana na sisi madaktari wa tiba asili katika elimu tunazozitoa, na ikiwezekana katika elimu za ukuu wa Mwafrika zikaanzishwa mashuleni kwa lengo la kuweza kufikia malengo tunayoyakusudia. Lakini wakisema watuachie sisi tu madaktari wa tiba asili Afrika Mashariki, ni ngumu sana kufikia ndoto ambayo tunaikusudia. Kwa hivyo, kwa hayo machache, ndugu waandishi wa habari, naomba nitumie fursa hii kusema asanteni sana katika kukaribia wito wetu huu, ambapo kimsingi tuna imani kabisa kwamba yaliyozungumzwa yote hapa mtayafikisha duniani. Lakini pia kwa nafasi ya kipekee niwakaribishe madaktari wa tiba asili Tanzania na duniani ambao hawana taarifa ya jambo hili, bila kujali vyama vyao, basi waweze kufika kwa lengo la kuweza kuelimika zaidi na kuwasaidia Wanaafrika wote kwa ujumla watakaojumuika nasi katika tukio hilo la maadhimisho ya miaka minne ya Mzimu wa Afrika pamoja na uzinduzi. Asanteni sana wanahabari. Naomba nitumie dakika moja au sekunde kukaribisha maswali kwa ninyi waandishi wa habari. Angalau kama una swali lolote ambalo, sitaki uondoke na kinyongo hapa. Kama una swali lolote unafikiri, asante kwa swali lako. Sijajua umetokea media gani? Paza Sauti. Paza Sauti. Asante kwa swali lako. Anataka kujua mzimu ni kitu gani, ni kitu la namna gani, ndicho anachotaka kujua. Lakini nafikiri mwanaharakati wa ukuu wa Mwafrika alitoka hapa, Chionda, alifafanua kidogo, akasema mzimu ni nafsi iliyoacha mwili. Kana kwamba hata wewe leo ukifa, tunasema binadamu hafi. Kiasili binadamu hafi, isipokuwa naacha mwili tu. Kwa hiyo hata wewe unapoacha mwili, tayari utakuwa ni mzimu vile vile. Na unasema kwamba ni kitu ambacho kinaonekana. Mzimu ni kitu ambacho hakionekani, lakini una uwezo wa kuwasiliana nacho, ima kwa mfumo wa kiroho au kwa mfumo wa ndoto. Unao uwezo wa kuwasiliana nacho na kikakupa majibu ambayo unayoyataka. Kikubwa tu ujenge utamaduni wa kuwa closed na chenyewe. Wewe una mababu zako ambao tayari walishaacha mwili. Una mababu zako upande wa kwa mama yako, una mababu zako upande wa kwa baba yako, walishaacha mwili. Kiasili yao ndo tunasema mizimu wenyewe, spirit. Si umenipata vizuri? Kwa hiyo unapokuwa na utamaduni wa kufanya matambiko katika mila na desturi, ni rahisi wao kuwa karibu na wewe na kukupushi kwenye mambo yako pia. Si kana kwamba kuwa karibu na wao na ni tayari unakuwa unawaabudu. Hapana. Anayeabudiwa peke yake ni Mwenyezi Mungu. Hilo linajulikana duniani kote. Kwa hiyo kuwa closed na mizimu yako sina maana ya kwamba na kufundisha uende sasa ukaabudu mizimu. Hapana. Ndipo nikasema kwamba panahitajika elimu kubwa sana. Panahitajika elimu kubwa sana, watu tuelewe haya mambo kwa undani zaidi. Asante. Mwingine? Nikumbushe tafadhali. Salamu. Nilikuwa nataka niusanishe na nyinyi sasa mnamwabudu Mwenyezi Mungu, ili nije niusanishe na huo mzimu wenu vile vile unamwabudu Mwenyezi Mungu, au mzimu wetu, kwa sababu umesema Waafrika na mimi ni Mwafrika, niseme ni mzimu wetu na wenyewe unamwabudu tena Mwenyezi Mungu. Na nitaka niangalia essence hapa kwa kitolezea zaidi Dr. Riziki. Kuna haja gani tena ya kwenda kufuatilia huo mzimu kama vile vile hauabudiwi na nyinyi tena mnasema tumwabudu Mwenyezi Mungu tena twende kwa huo mzimu? Yani hapo sijaelewa hata ni gani hapo. Majibu haya hapa kama ifuatavyo. Kwanza kwenye Wakristo na Waislamu. Kwanza kwenye salamu. Umeuliza kwamba karibu watu hapa wote waliopanda katika kiti hiki wamekuwa wakitoa salamu za Kikristo, lakini pia kuna salamu zingine za kiasili zaidi. Iko hivi, ninyi ni waandishi wa habari. Wanaofikiwa na habari hii ni watu wenye imani tofauti tofauti. Kwa hiyo tunapotumia asalamu alaikum, tafsiri yake kuna Waislamu katika ulimwengu wa dunia. Tunapotumia tumsifu Yesu Kristo, kuna Wakristo huko, hatutaki tuwakele. Tunapotumia tai ni salamu za Kiafrika. Tunapotumia hotep ni salamu bado za ukuu wetu. Kwa hiyo hizo salamu zote zilizotumika
Ni kwa sababu hizo ni salamu za kichifu, ni kwa sababu ya wanaofikiwa na habari hii ni wa aina tofauti tofauti, kwa imani tofauti tofauti. Kwa hiyo hatutaki tuwe sehemu ya kero kwao kwamba hawa namna gani. Kwa hiyo lazima tuwafikie. Swali lako la pili ukataka kujua kwamba tumesema kwamba kila mzimu kila koo ina mzimu wake, na iweje sasa huu mzimu ulioanzishwa hapo Chalinze ambao tunasema una miaka minne, ina maana zamani tulikuwa hatuna mzimu? Ndio maana yako. Ndio. Na sasa kwa nini na wengine wakauangalia huo mzimu, yani wakajihusisha na huo mzimu? Naam. Wakati wao na wenyewe tena wana mababu zao sehemu nyingine, mwingine unakuta ni hapa Pwani, mwingine wapi, mwingine wapi. Asante kwa swali zuri sana. Majibu yake ni kama ifuatayo. Mzimu huo unaitwa mzimu wa Muafrika, sio mzimu wa Makonde, wala sio mzimu wa Mnyamwezi, wala sio mzimu wa Mluguru. Ni mzimu wa mtu mweusi, nikiwa na maana ya kwamba hata Ulaya kule wana kitu kinaitwa Halloween. Wazungu wana tamaduni zao kila koo na wana mizimu ya koo zao, lakini kuna mzimu wa pamoja ambao unawaunganisha watu weupe wote, nikiwa na maanisha kwamba wazungu. Kwa hiyo mzimu huo ulioko hapo ni wenye lengo la kuweza kuwaunganisha watu weusi wote katika ulimwengu wa dunia, nikiwa na maana kwamba Afrika Mashariki na Kati. Sio, umenipata vizuri? Kila mtu mweusi ana mizimu ya koo zake, lakini lazima tuwe na mzimu wa pamoja. Kwa nini tumeanzisha mzimu ule wa pamoja? Kwa sababu gani? Sababu ni hizi hapa. Tumekuwa tukipata changamoto nyingi sana, haswa sisi madaktari wa tiba asili. Tunapofikiwa na wagonjwa, unakuta umeshamtibu, changamoto zake bado, lakini unakuta kuna ule mzimu wake wa kimila, unaweza ukapanda ukasema mimi nataka kitu fulani. Unapomwambia kwamba nenda mahali fulani nyumbani kwenu ukatambike mizimu ya Kibantu, nenda katambike mizimu ya Kisukuma, anakuambia sisi kwetu walishakuwa walokole wote, daktari unanisaidiaje? Hawasikii hata, hawataki kusikia hata habari za neno mzimu hata siku moja. Unanisaidiaje? Ndipo ambapo tukaja na wazo sasa la kuanzisha kitu kinachoitwa mzimu wa Mwafrika, ambao kinajumlisha mizimu ya Afrika nzima ya makabila mbalimbali Afrika Mashariki, ambapo wewe sasa ambaye familia yako na ukoo wako zilishaasi mizimu kwa muda mrefu na una matatizo ambayo kimsingi hospitali yameshindikana, kanisani yameshindikana, kwa daktari wa tiba asili yameshindikana kwa nusu yake, tunakuchukua wewe kukupeleka kule, kwa sababu nyumbani kwenu tayari ni walokole wote, kwenda kukuokoa pale. Ila kigezo, unapotaka kwenda kusaidika katika mzimu huo, lazima ujue chimbuko la kwenu, nikiwa na maana kwamba lazima ujue jina la ukoo upande wa kwa baba yako, jina la ukoo upande wa kwa mama, na makabila ya upande wa kwa baba na kwa mama, ndipo utaweza kwenda kusaidika pale. Tunachokifanya sisi ni kuangalia katika hayo makabila ulioyazungumza wewe, labda kwa baba Msukuma, kwa mama ni Miao, tunaangalia hao makabila huwa wanatambika na vitu gani. Sawa, vinaenda kununuliwa vile vitu, kama ni njuga, shanga, asali, kuku mweupe, sijui vinaenda kununuliwa pale. Tunaenda kuomba spiriti yako pale ikutoe kwenye kifungo, kwa sababu pengine mnaweza mkawa mmeshalaaniwa ukoo mzima kwa kudharau mizimu yenu. Sasa wewe kwenda kujinasua pekee ni kwenda pale. Utakapokwenda pale wewe umejinasua wewe, sio baba yako wala dada yako uliyemwacha nyumbani, kwa sababu yeye hataki kusikia habari hizo. Nafikiri nitakuwa nimetosha kwenye majibu yako. Naomba niulize hapo swali la mwisho. Karibu. Ngoja amalizie. Kuhusiana na huo mzimu. Sikuelewa tangu mwanzo ambacho kilikuwa kinafanyika. Kuhusiana na huu mzimu ambao unasema hapo na kunukuu kwamba tumeuanzisha. Kwa kawaida napata picha kwamba mzimu unakuwa lazima uwe juu yangu. Wewe hata wewe inatakiwa uwe juu yako. Wewe ndio unasema kwamba tumeanzisha kitu. Kwa nini kimeanzishwa Chalinze kituo hicho na kisianzishwe sehemu ambayo watu wamekubuu kwa kufanya matambiko? Si ndio? Na maana hiyo, maana yake ni hivi, tumeamua tukianzishe sehemu ambayo haifungamani na mambo hayo katika 100%. Kwa sababu gani? Endapo tungesema labda twende tuchukulie mfano watu walio kwenye matambiko sana ni wapi? Tanga. Hata Tanga pia
kidogo. Tunasema leo tunakiweka Tanga katika asilimia 65 mpaka 70 watu lazima ule mzimu wangesema ni mzimu wa kabila gani wale? Wazigua, Wasambaa. Yani lazima tu kuna mzimu wa Wasambaa. Unaenda wapi? Nipeleke kwenye mzimu wa Wasambaa. Sasa hatukutaka kuweza kuchagua mkoa na wilaya ambao wanadiliki sana kufanya matambiko, tukaweka pale ambapo kuna asilimia 50 peke yake ya watu ambao wanafanya mila. Karibu. Na maswali mawili. Swali la kwanza, nataka nifahamu mwanzo hapa mwisho hapa, unapoona mtu anaenda kufagilia makaburi, sawa, ni katika miongoni mwa njia za yeye kutengeneza ukaribu na mizimu yake, wala sio kutambika pale. Anaenda kufanya usafi, ni katika ni jambo ambalo linaenda ni miongoni mwa mambo ambayo yanakufanya uwe closed na mizimu yako, kwa sababu ni mtu ambaye umeijali mizimu yako. Umenielewa? Kuna baadhi ya tamaduni unakuta makaburi unaweza hata ukakosa pa kutemea mate. Ushawahi kukuta hivi? Unakosa pa kutemea mate. Lakini kuna wengine unaweza ukakuta makaburi mpaka unaanza kuuliza, hivi hapa kuna makaburi? Ni chaka la maana. Sio, umenipata vizuri? Swali lako la kwanza nikumbushe hapo. Swali la kwanza, utofauti wa mzimu na msukule. Msukule, tunapozungumzia mtu kachukuliwa msukule, nafikiri ni jambo ambalo lipo lina trendi sana. Tunapozungumzia mtu kachukuliwa msukule, ni mtu ambaye tunaaminishwa kwamba katika ulimwengu wa nyama amekufa, lakini katika ulimwengu wa kiza yule hajafa, isipokuwa ameenda labda kutumikishwa. Ndio maana tunasema kuna lile neno linalotumika sana kwamba msukule. Ni maneno yanayosadikika na ni maneno ambayo yapo. Kimsingi hatuwezi kusema tuyakate kwamba yasiwepo, tayari yameshafika duniani huko. Lakini tukizungumzia mzimu ni kitu kingine kabisa, tofauti na hiyo. Sawa? Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati ya mzimu na msukule. Msukule ni kitu ambacho tunaaminishwa huyu mtu amekufa, lakini katika ulimwengu wa kiza tunaambiwa kwamba huyo mtu bado anaishi. Ndio maana kuna baadhi ya matukio tunayasikia, na nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi. Unaweza ukakuta mtu amekufa miaka 3, lakini mwisho wa siku kajikuta kaibuka Kigoma, yuko kisimani anachota maji, watu wanawakimbiza huko balaa. Hivyo vitu tumeviona, mkiingia hata kwenye mitandao yenu ya kijamii tumeona sana, haswa Kigoma na sehemu zingine inajitokeza sana. Na hiyo sio Tanzania peke yake, ni nchi nyingi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo. Shida ni kwamba elimu inawafikiaje? Ndipo nikaiomba serikali au serikali zetu za Afrika kuweza kuunganisha nguvu ya pamoja na sisi, ili tukazitoa hizi elimu, ikiwezekana hata zifike mashuleni. Mtoto nampeleka shule, tunajua kuna masomo ya jiografia, sijui historia, lakini pia pawe na masomo ya ukuu wa Mwafrika, ajue ya historia. Tuna historia tu sasa hivi. Inatakiwa masomo haya yafike shule ili watoto wakue nayo, waondokane na dhana tegemezi. Naam. Nafikiri maswali yamekwisha. Asanteni.